Hapa nina orodha ya watu na baadhi ya makampuni walioweza kuchangia katika ununuzi wa silaha za kuweza kuangamiza Watanganyika. Katika taarifa za leo msikilizaji, nimeweza kupata orodha ambayo ina majina kadhaa, lakini pia ina kampuni kadhaa ambazo kwamba ndo ziliweza kuhusika katika kuweza kuhakikisha kwamba wamepeana ufadhili na kuweza kuchangia katika ununuzi wa silaha za aina mbalimbali zitakazoweza kutumika katika kuangamiza Watanganyika. Inaeleweka kwamba msikilizaji, Watanganyika ni wa upande wa Tanzania, lakini watakaweza kuumia kwa mfano ni kwenye maandamano ama kati ya wale watakaoweza kutotii amri za serikali iliyopo mamlakani, ama wale watakaoweza kuonekana wakiweza kuchochea, ama wenye wanaharakati wanaoweza kuandaa shughuli za maandamano na shughuli zingine kama hizo. Kwa hivyo kuna makundi ya watu na kuna makampuni kadhaa ambayo yaliweza kushiriki katika kuhakikisha kwamba kumeweza kufanyika ununuzi wa silaha hizi ili kuweza kuhakikisha kwamba wale ambao watakaoweza kuitoa ama kupasa sauti ya kuweza kutetea umma wataweza kukabiliwa na kuweza kuhakikisha kwamba midomo yao imeweza kutulizwa. Naam, taarifa ambayo nimeipata hapa inaweza kusoma hivi: Chama cha kigaidi cha Mapinduzi kwenye mabano CCM kimemwezesha Samia Suluhu Hassan pamoja na familia yake kununua silaha za kuangamiza Watanganyika. Kwa hivyo msikilizaji, habari hizi zinatuambia kwamba silaha hizi zilizoweza kununuliwa ambazo ziliweza kufadhiliwa na baadhi ya watu ambao majina yao ninayo hapa, ziliweza kununuliwa kupitia kwa familia ya Samia Suluhu Hassan. Kwa maana taarifa hizi zinasoma: Chama cha kigaidi cha Mapinduzi CCM kimemwezesha Samia Suluhu Hassan pamoja na familia yake kununua silaha za kuangamiza Watanganyika. Kwa hivyo hapa msikilizaji, tunaona ni shughuli ya chama cha kwanza, lakini pia familia ya Samia Suluhu Hassan inaweza kuhusika hapa katika ununuzi na utumizi wa silaha hizi zilizoweza kununuliwa. Sasa serikali ya Samia Suluhu Hassan imeweza kufanya matumizi ya silaha hizi kuweza kuwa ni shughuli za kuweza kuangamiza Watanganyika. Lakini pia taarifa hiyo inaendelea kusoma pia kwamba wafuatao ndio wahusika waliotoa hela za ununuzi silaha na kulipa vikosi mamluki kuua Watanganyika zaidi ya 10,000 wakati wa harambee iliyoweza kufanyika Agosti 12 mwaka 2025 katika kumbi za Mlimani City, Dar es Salaam. Eti kwamba wafuatao, ina maana hawa nilioweza kutumiwa listi hapa majina yao, waliweza kuhusika katika kutoa hela za kununua silaha na kulipa vikosi mamluki kuua Watanganyika zaidi ya 10,000 wakati wa harambee iliyofanyika Agosti 12 mwaka 2025 katika kumbi za Mlimani City, Dar es Salaam. Anipata msikilizaji? Mpaka hapa
Majina ambayo nimeweza kuyatumia hapa ni watu wale walioweza kuhusika moja kwa moja katika kutoa ufadhili wa kuweza kununua silaha zile ambazo ziliweza kutumika katika kutafuta na kulipa vikosi mamluki ambavyo viliweza kutekeleza mauaji ya tarehe 12 Agosti mwaka 2025 katika kumbi la Mlimani City, Dar es Salaam mjini. Lakini pia inaendelea kusoma hivi: tunarekebisha orodha hii ili kuiwasilisha Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC kama sehemu ya ushahidi. Hivyo tunaomba raia wema watusaidie kupata taarifa na majina sahihi. Pata msikilizaji, orodha niliyopo nayo hapa tayari ni ya wale watu ambao ishathibitishwa kwamba walihusika moja kwa moja katika utoaji wa hela ulioweza kufadhili ununuzi wa silaha ambazo zinaweza kutumika na vikosi mamluki katika kutekeleza shughuli za mauaji. Na sasa katika tukio lililoweza kufanyika Agosti 12 mwaka 2025, kundi hili la mamluki ambalo liliweza kufadhiliwa na chama cha CCM na kuweza kupewa vifaa vilivyoweza kununuliwa na familia ya Samia Suluhu Hassan ambao ni rais wa Tanzania, waliweza kutekeleza mauaji ya zaidi ya watu 10,000. Sasa kinachofuata ni hiki: kiini cha taarifa hii kinapanga kutumia ushahidi huu wa majina yaliyoweza kupendekezwa hapa, kwa sababu katika orodha ya majina haya nitakuwekea kwenye screen yako msikilizaji uweze kuyaangalia. Kumeweza kuwekwa jina, lakini pia kiwango cha pesa ambacho mtu aliweza kutoa ama kampuni fulani iliweza kutoa ili kuweza kuhakikisha kwamba ununuzi wa vifaa hivi vya kuweza kuwahujumu ama kuwaua wananchi zimeweza kupatikana. Kuna wale wameweza kutoa pesa nyingi. Kiweza kuangalia listi hii msikilizaji, kuna watu wametoa mabilioni. Mtu aliweza kulipa pesa za juu zaidi, naona amelipa bilioni 10. Lakini pia kuna watu kadhaa bilioni 2, 1.5. Hivyo kuendelea chini. Kuna watu wametoa milioni 700, milioni 600, milioni 500. Mpaka mtu wa mwisho aliweza kutoa pesa, aliweza kutoa hela ya chini kabisa. Aliweza kutoa shilingi ngapi hapa? Aliweza kutoa pesa ya chini kabisa kwenye listi ambayo ninayo, alitoa milioni 1 ya Kitanzania. Kwa hivyo msikilizaji, sasa kesi inaanza kuwasilishwa katika mahakama ya ICC. Mahakama hii ipo nchini Uholanzi na inaweza kushughulikia viongozi wa kikatili na walioweza kuwatesa wananchi wao, hasa kwa kuwaua. Kukiweza kupatikana kwamba viongozi hawa wanapatikana na hatia, basi wanaweza kuchukuliwa hatua na kuweza kufungwa
katika mahakama hiyo. Msikilizaji, hakikisha kwamba unazidi kunifuatilia, hakikisha kwamba unazidi kupiga subscription, tuzidi kufahamishana kuhusu taarifa ambazo zinazidi kutokea.